ninatamani kuacha, ninatamani kutoka, lakini ninashindwa kutokana na maagano niliyoweka. Kiukweli kifo cha Blaza Baraka Mwasambamba kimeumiza sana. Kimetuumiza sisi kama wanabahasha, kimetuumiza sisi wana crew ya production. Kiukweli tumeumia mpaka tunashindwa tuelezea, yani tunashindwa namna ya kuelezea hili jambo. Nadhani sote tunajua kwamba ilikuwa ni ajali, lakini tungekuwa tuna uwezo wa kumwambia Mungu kwamba turudishie huyu mtu. Kiukweli tungeomba kwamba Baraka arudi. Baraka Mwasambamba ambaye alikuwa ni muhimu sana kwenye maisha yetu ya kawaida, lakini pia alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye kazi yetu pendwa ya Bahasha Series. Na ndio maana baada ya kupata mshtuko wa kifo chake, ndugu zangu, tulipata, kila mmoja alipata ganzi kwamba hii imekuaje na itakuaje. Tukiwa naye alikuwa anaishi na sisi vizuri kama ndugu, kama wadogo zake. Kiukweli imeumiza mioyo ya sisi wanabahasha. 100% wanabahasha tumeumia sana kiukweli. Kiukweli naongea, lakini moyo wangu ukiwa na huzuni kubwa sana. Msiba wa kaka yetu Baraka umetugusa sana, umetuhuzunisha. Na ni kwa sababu tu labda ya malengo ambayo tayari tulishajiwekea nayo, lakini Mungu akawa amempenda zaidi. Namzungumzia Baraka Mwasambamba. Kiujumla Baraka alikuwa ni mtu wa watu, na Baraka ameweza kututengeneza, na ni producer wa kwanza ambaye ametufanya watu ambao hata tulikuwa tutambulikani, tuonekane, tujulikane kupitia bahasha. Lakini pia kama bosi wetu, amekuwa mtu fulani wa kutufanya atue wamoja. Ametukusanya, ametuweka karibu, ametukutanisha na watu ambao hatukuwaza hata kukutana nao, lakini Baraka ametukutanisha nao. Kifo cha Baraka kimeniuma kwa sababu katika hii tamthilia ya Bahasha nimecheza kama mke wake. Kwa hiyo ni mtu ambaye tulikuwa karibu sana. Napenda kumzungumzia Baraka kwa sababu ni mwalimu wangu wa vitu vingi sana. Mwalimu wangu wa vitu vingi. Mimi nilikuwa sijui hata kukaa mbele ya kamera, nilikuwa sijui kabisa. Lakini yeye amenitengeneza, nimeweza kukaa mbele ya kamera na kuwa jasiri, kuweza kuongea vizuri. Kwa kweli tukio hili la Baraka ni jambo ambalo limeniumiza sana, kwa sababu alikuwa mchango mkubwa sana kwenye huduma yangu. Ninaanza huduma, nimeanza naye, na ndo producer wa kwanza aliyenitengeneza. Mara ya kwanza nimeenda studio, aliniambia niende nikafanye mazoezi miezi 6 ndo naweza kuwa mwimbaji. Lakini pia ndiye alikuwa producer wa kwanza kunijulia na lafudhi yangu, staili zangu, uimbaji wangu. Ndiye producer wa kwanza aliyeipiga nyimbo yangu ya Alimwene, Usisumbukie Dunia, Neri, nyimbo ambazo zote zimejulikana. Lakini pia ni mtu ambaye tuliondoka kama producer, lakini tukaishi maisha kama kaka na mdogo. Tuliishi kama ndugu. Paka anaondoka, moyo wangu umeniuma sana. Alikuwa kiungo kwa waimbaji wengi, hasa hapa Mbeya. Alikuwa ni mtu ambaye unaweza ukatoka nyumbani huna pesa, ukifika studio kumwambia tu brother mimi na wimbo, akakwambia kaa na ukaimba. Ndio mwingine anaweza akakupa na nyimbo kaenda, hata sikudai. Kwa hiyo ninajiuliza, kwa mimi ambaye sasa alikuwa mtu wangu wa karibu na studio, tulifika hatua nilikuwa na uwezo wa kuingia kwa muda wowote, ni nani anayeweza kunichukulia? Hivyo ni pengo, lakini kwa kuwa huduma sio yangu ni ya Mungu, Mungu anao watu wengi, atawainua tu wengine. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeniumiza. Alikuwa anajua kuishi na watu, lakini pia alikuwa mbunifu wa mambo mengi sana. Alikuwa mshauri mzuri kwa jambo lolote. Kwake no ni no, ndio ni ndio. Hakuwa mtu ambaye anaweza kumzunguka mtu. Alinyooka, lakini ya Mungu hatuwezi kuyaelezea.
Kwa nini ameondoka, kwa nini amekufa, na kwa nini amekufa kwa ajali, hakuna anayejua. Maana staili ya kuondoka duniani hakuna mwenye picha na hiyo picha. Kwa hiyo limeniumiza sana kama mwimbaji, lakini pia ninaamini watu wengi hili jambo limewauma. Kwa ufupi ni hapo. Lakini pia alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye kazi yetu pendwa ya Bahasha Series. Na ndio maana baada ya kupata mshtuko wa kifo chake, ndugu zangu, tulipata, kila mmoja alipata ganzi kwamba hii imekuaje na itakuwaje. Lakini baada ya kimya hiki tumerudi kuhakikishia wapenzi wa Bahasha Series kwamba Bahasha inaendelea. Kwa kweli imeniuma sana sana, lakini naamini yote Mungu ndo anayejua. Mengi sana sina najua, na watu wengi wameumizwa kwa hili jambo. Yaani ni machozi tu, ni machozi. Kwa kweli limeniumiza. Baraka Mwasambamba namfahamu, ni kijana ambaye alikuwa ni muhimili katika kanisa. Amefanya mambo mengi na anafahamika kwa namna alivyokuwa anatumika akiwa anamtumikia Mungu. Leo tunaomboleza, tunaamini kwamba na yeye ameondoka kwa namna hii, ni Mungu amepanga iwe hivi. Kila mmoja ataondoka kwa namna iliyo tofauti aliyopangiwa na Mungu. Msiba wa Baraka Mwasambamba. Msiba huu katika watu ambao tumejengwa na misingi ya misimamo ya kwake, ya kuwa muwazi, anachokisimamia ndicho kile ambacho anachokiamini na cha kweli. Kitu ambacho kilichotufanya sisi hasa kama kanisa la Kekam kufika kwenye kipindi cha kukaa kama familia na kama ndugu. Mwasambamba alikuwa na uwezo wa kukusanya watu na kuwaweka kuwa wamoja, kitu ambacho kilichotufanya tuige matendo yake mengi sana. Kwa hiyo napofika mahali napata uchungu na huzuni baada ya kupata ile taarifa ya msiba wa Baraka. Kwa kweli nilitamani kwamba hicho kitu kisitokee, iwe ni hadithi ambayo pengine anaweza akarudishwa akawa mzima. Lakini kwa kuwa Mungu aliamua vile ambavyo ameamua, hatuwezi kuyazuia mapenzi ya Mungu. Pia ndugu watazamaji, mnaweza kama mnajiuliza pia kwamba Baraka Mwasambamba hatuponaye tena duniani, lakini sisi tunaendelea vipi na tutamshuti nani? Mimi nataka niwahakikishie tu na kuambia ukweli kwamba Blaza kabla hajafa ni kama alijua kifo chake, kwa sababu alitusisitiza sana mimi na Pastor Kenny kwamba tupige haraka sini zake yeye, alafu hizo zingine tutaendelea kupiga. Kikweli tulikuwa tujafunguliwa, kumbe ndo alikuwa anatuaga design hiyo. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba Blaza Baraka Mwasambamba ashamaliza sini zake zote. Kwa maana hiyo msiwe na wasiwasi kwamba mtakuwa mmuone, mtaendelea kumuona kama vile yupo. Lakini kiujumla pengo la Baraka haliwezi kuzibika. Kifo chake kinaniuma sana sana sana. Lakini nachomshukuru Mungu kwa sababu kupitia yeye tumekutana na watu wengi, tumejifunza vitu vingi na tulikuwa tuna ndoto za kufika mbali. Lakini yote kwa yote kazi ya Mungu haina makosa. Muda wote alikuwa mcheshi, hapendi mtu huzunike. Kiukweli tutamkumbuka kwa mengi sana Baraka. Tutamkumbuka kwa mengi na ametuachia pengo kubwa sana, haswa katika tamthilia yetu ya Bahasha. Atukusii sana tuweze kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote. Hakuna anayejua kesho. Mimi nashukuru sana kwa yale yote ambayo walinihusia na alinifundisha. Ni mwalimu wangu wa maisha, wa mafanikio na kila kitu. Namshukuru sana na namuombea heri. Kwa sababu wewe unayebaki unajifunza kwa yule aliyoondoka. Mwisho wa siku tunaweza tukasema alhamdulillah, acha tumwachie Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndiye anayejua. Mimi binafsi nitamkumbuka sana 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 kwa sababu mara ya mwisho nilikuwa naye ambaye ni siku ya Jumatatu, kakaangu akafariki Jumanne. Alinihusia sana sana kwa sababu kuna swali nilimuuliza linahusiana na maisha. Akawa amenitolea mfano yeye.
alinipa historia yake ya maisha kiufupi. Najua alikuwa anamaanisha nini. Alikuwa anamaanisha kunijenga na kunitia moyo kwamba nisikate tamaa. Akanielezea kiufupi maisha yake. Yeye hakujua amenijenga nini, ila alinitengeneza sana. Nikaondoka na kitu kutoka kwake. Namuombea sana Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Lakini moja ya vitu ambavyo naweza nikakumbuka, Jumapili ilikuwa mida ya jioni. Tulikuwa tumetoka kwenye huduma Kiela. Alikuwa ni dereva anaendesha ye mwenyewe. Alichokizungumza na alichokiacha kwenye ule ujumbe, alisema kanisa linahitaji liwe na maombi mengi ili tuweze kusogea mbele na tujikusanye tuwe kitu kimoja. Hicho kitu kinaniumiza sana na kinanifanya ile neno lisiondoke. Moja, ujasiri ambao ulionijenga na kunifanya hivi nilivyo. Hakuna jambo ambalo yeye kwake lilikuwa ni gumu. Kila kitu kilikuwa kinawezekana kwa namna yoyote. Kwa hiyo nimejengwa na nimelibeba na nimelishika katika maisha yangu, kusimamia haki na kile ambacho kinachokuwa cha kweli bila kupepesa macho. Tumerudi kuwaambia kwamba Bahasha Series inaendelea, na kwenye chaneli yetu ile ile ya Pompo TV mtaendelea kuona muendelezo. Wale mlioishia episode 25, I promise you kwamba tunakwenda kuachia 26 very soon, na mtazidi kuona mambo mazuri. Na wapende sana na Mungu awabariki. Asante.